Yes, mtazamaji wa 69 Sports kokote pale ulipo, karibu na wakati huu unakuwa nami Wanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote ya kimichezo ambao kwa sasa hivi anaendelea kufanya vizuri zaidi. Na hapa tupo katika uwanja wa Benjamin Mkapa ambapo dabi ya Kariakoo ilitakiwa ichezwe katika uwanja huu, ambapo Yanga alikuwa nyumbani lakini pia Simba angekuwa ugenini. Lakini muda mchache hivi sasa bodi ya ligi kuu Tanzania bara imewailisha mchezo huu kutokana na kile ambacho Simba walichofanyiwa siku ya jana na kupeleka barua katika shirikisho la mpira wa miguu nchini kwetu Tanzania TFF, na barua hiyo kuthibitisha kwamba Simba walikuwa na haki kwa namna moja ama namna nyingine. Hivyo basi bodi imesema kwamba mchezo huo utapangiwa tarehe husika haraka iwezekanavyo, na hivi ndio kama hivyo unavyoweza kuona hali ya nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa, watu wakiwa wamekaa vifungu, watu wakiwa wamekaa katika maeneo, wamekusanyika mmoja mmoja. Hii yote ni kutaka kuonyesha kwamba nini kinaendelea katika uwanja huu. Wengine wanakuwa bado hawajaamini nini kimetokea katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa baada ya taarifa kwamba mchezo huo sasa umeahirishwa na utapangiwa tarehe husika. Mashabiki kwa uchache wao ambao mapema kabisa wameweza kujitokeza katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Watu wengi wamekaa pembeni wakiwa wanasubiria sasa wengine kufanya namna moja ama nyingine ya kuweza taratibu za kurudi nyumbani, lakini wengine wakiwa wanaingia katika uwanja. Lakini pia unaweza kuwaona scout na wapo ni sehemu ya watu waliofika hapa katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Taarifa zimekuwa ni nyingi na mambo yamekuwa ni mengi, lakini pia wahusika hapa nawazungumzia kwa wale katika timu zote mbili, kila mmoja naye aliweza kutoa taarifa kwa umma kutaka kuwafahamisha mashabiki wao nini kinaendelea. Lakini katika bodi ya ligi kuu Tanzania bara, taarifa rasmi kwamba mchezo huo umehairishwa na watu hivi sasa wanatakiwa sasa kwenda kupumzika na kusubiria tarehe rasmi ya mchezo huo kupangwa. Kama hivyo unavyozidi kuona mechi hamna. Yes, kama hivyo unaweza kuona mashabiki wakiwa sasa wanatoka katika uwanja baada ya taarifa rasmi kutoka. Na huyu hapa ni shabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Mambo vipi kaka? Safi kaka. Mzima? Safi. Mbona kinyonge sana? Bwana, ndio hivyo tena, unapoona hali yenyewe jinsi ilivyo. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi. Ndio. Mchezo sasa umeahirishwa. Wewe kama shabiki wa Simba umepokeaje taarifa hiyo? Hii taarifa nimeipokea kiunyonge kwa kweli. Kwa sababu nimesafiri kutoka sehemu nyingine kuja kuangalia game. Ndio. Umetokea wapi wewe? Mimi nimetokea Chanika. Umetokea Chanika? Umefika mpaka hapa mapema kabisa? Ndio. Ulishaingia ndani ama ulishia kwanza hapa nje? Nilikuwa getini, nafanya mambo yangu kidogo ili niweze kuingia. Ndio. Lakini sasa ndio hivyo tena. Umeambiwaje sasa wewe? Nimeambiwa kwamba mechi imeahirishwa. Kwa umepokeaje taarifa hizi mapema hivi sasa? Taarifa hizi kwa kweli zimenisononesha kwa sababu watu tumekuja kwa ajili ya mpira, lakini mpira ndio hivyo tena. Ndio. Una kipi cha kujifunza kupitia hili kama shabiki wa Simba? Nadhani kwamba utaratibu tu ndio uwekwe kwenye swala hususan wamiliki wa uwanja ili waweze kuangalia namna jinsi ya kuweka utaratibu, kwa sababu ukiangalia kitendo tulichofanywa sisi hakikuwa kitendo cha kiungwana, na kwa sababu kadiri ya kanuni zote lazima mtu aweze kufanyaje, tushapewa na ile ya kuondoka, inabidi tuondoke kwenye nani za watu. Kwa hiyo ndio hivyo dada. Yes, hao nao ni jeshi la polisi ambalo kwa hivi sasa hapa wanatangaza kile ambacho kimetokea katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Kama hivyo unavyoweza kuwaona mashabiki wakiwa wametulia katika mfadhaiko, katika sura ambazo zimekosa furaha. Mambo vipi dada? Yes, wameshindwa kuongea kutokana na kile ambacho kimetokea. Ni shabiki wa Simba huyu ambaye amekata tamaa, tunaweza kusema, kutokana na kile ambacho kinaendelea hapa. Mechi watu wanaendelea. Nani amekimbia mapambano mzee wangu? Amekimbia mapambano. Mapambano gani haya? Mapambano haya mnayoyaona. Unajua hii TFF hii. Hii TFF kuna adhabu ambayo na wenyewe watakujaga waipate hata maishani. Kwa sababu gani? Watu kama mimi hapa sawa. Mimi nimetoka Mwanza.
Umeona? Hapa sina ndugu. Nimeishi guesti na kula hoteli. Sasa nakuja imagine unakuja kuambiwa mchezo haupo. Hiyo hela si ningeipa familia yangu ikara. Hii sinasikitisha kweli. Kwa nini Watanzania tunakuwa wapumbavu kwa tunakuwa wapuuzi kiasi hiki? Haya kama Yanga wangekuwa wamefanya faulo za jana kuwazuia au kufanya mazoezi sawa. Kuna kanuni. TFF wana kanuni zao na wana adhabu zao. Si ndio? Wangeacha Simba leteni timu nye chezeni alafu ile kazi ndio inafanywa wanapitisha rungu. Si ndio? Ina maana Simba kafanya makosa mawili kwa mpigo. Kafanya makosa mawili. Kwanza hajaingiza timu. Alafu tayari ameshawahukumu Yanga kwamba kwa nini wazuie kufanya mazoezi? Unakuja mazoezi mwisho ni saa 1, unakuja saa 2 kufanya mazoezi kwenye uwanja gani? Unajiuliza. Hawa jamani wametuboa sana. Umekasirika? Lazima ukasirike. Mimi natoka mbali mama. Unatoka Mwanza. Pole sana. Natoka Mwanza. Pole sana. Natoka Mwanza. Na swamu yangu hapo niona nimefunga. Natoka Mwanza nimekuja haide kuja kuangalia timu yangu inacheza. Lakini hamna kitu. Ni shabiki wa timu gani wewe? Mimi Mwananchi. Mimi Mwananchi. Kwa kile ambacho wachokilalamikia Simba kwa kuona kiona hakina mashiko. Hakina mashiko. Kwa sababu gani dadangu? Sawa. Tunaongozwa na mjibu wa sheria. Tunaongozwa na katiba. Sawa. Katiba za TFF zinasema kwa mfano kama hivi, kwa mfano wanavyosema kwamba Ahmed Ally amefungiwa, nani Alikamwe kafungiwa, si ndio? Ile taarifa ilitoka mapema, lakini akasubiri alivyoitwa, si ndio adhabu imetoka. Sasa na wenyewe wangekaa wakasubiri walete timu zicheze, afunge, ashinda au afungwe, basi TFF ndo angeliwa kwamba bana hawa watu walifanya hivi. Adhabu zao ndo wana nani kama ni mamilioni walipe basi. Lakini sio kutuhukumu sisi mashabiki. Sisi tuna makosa gani? Tuna makosa gani na kutoka mbali kote kule na kuja? Tuna makosa gani? Nyinyi hamna makosa. Hatuna makosa, tuna makosa gani? Neno lako kwa mamlaka usiku unawaambiaje? Mimi nataka niwaambie kwanza hawa mashabiki wote, wawe wa Simba wawe wa Yanga, masuala ya kuja kutudanganya. Hii sio mara ya kwanza. Ni mara nyingi tu wanakuwa nafanya ujinga wao huu. Ujinga wao wanaokuwa wanaufanya huu. Hela inatoka mbali. Watu tumetoka mbali tunahangaika kutafuta hela alafu tunakuja uwanjani hatuoni timu. Haya tiketi tumekata za nini? Afu serikali wako hapa wanaangalia tu, watu wanaruhusu watu wanaingia uwanjani. Sitapangwa tena tarehe rasmi? Hakuna cha kupangwa. Lini? Yaani hivi karibu nitoke hapa nende Mwanza hivyo si vichekesho. Nitoke hapa nimetumia 160. Alafu tena nije kwa 160 kwa ajili ya 5,000 10,000. Akili zangu zitakuwa ziko sawa. Kabisa dadangu. Ndio hivyo tu. Kwa hivi sasa unarudi Mwanza ama unaelekea wapi? Nimeshapata hasara, narudi Mwanza. Sasa nifanyeje? Narudi nyumbani. Kama nikupigwa vibao na mke wangu nenda nitandike vibao ijulikane. Kwa sababu ataniuliza ile hela umepata faida gani? Si bora tu tunanunulia hata watoto wetu nguo jamani. Yaani inasikitisha jamani. Ni ngumu. Tunakuja kuchangia timu zetu zinaleta ujinga wa hivi. Kweli jamani. Inasikitisha sana. Nimeshapoa dada. Mwanza hivi sasa basi. Basi sasa mimi sirudi tena Dar es Salaam. Nakuja kufanyaje? Nakuja tena kushuhudia tena timu yako dabi. Ipi? Dabi ya Kariakoo itapangiwa tena. Nikute kule mkoani. Wanikute kule mkoani na kiingilio iwe shilingi 3,000. Lakini nitoe shilingi 5,000 alafu hawa watu hatari sana. Watu hatari. Hatari sana.